Rais Samia Suluhu amejipata matatani baada ya habari ama taarifa kutoka kwa Human Rights Watch kutokea ambayo imetikisa nchi ya Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilitoa tamko rasmi ikionyesha masikitiko makubwa kufuatia ripoti ya Human Rights Watch iliyochapishwa Septemba 29 mwaka huu. Ripoti hii ilielezwa na serikali kuwa ilijaa taarifa zisizo sahihi, upotoshaji mkubwa wa madai ya uongo dhidi ya taifa bila Tanzania kupewa nafasi ya kutoa maoni kabla ya kuchapishwa. Na katika taarifa yake, serikali ilibainisha kuwa ni jambo la kusikitisha kuona taasisi yenye heshima ya kimataifa kama Human Rights Watch ikitoa taarifa bila uthibitisho, na ni hali inayoonekana kulenga kuipaka matope na kudhoofisha taswira ya Tanzania katika macho ya dunia. Serikali pia ilikanusha madai kwamba iliombwa kutoa maoni kabla ya ripoti kutolewa, ikieleza kuwa hakukuwa na mawasiliano yoyote kupitia barua, simu au barua pepe. Serikali ilisisitiza msimamo wake wa kulinda na kuendeleza haki za binadamu kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na mikataba ya kikanda na kimataifa ambayo nchi imeridhia. Aidha, ilitaja kupitishwa kwa sheria ya uchaguzi ya rais, wabunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024 kwa ushahidi wa dhahiri wa kujitolea kuhakikisha uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 unafanyika kwa misingi ya usawa na uwazi. Serikali ilipinga vikali madai yaliyomo kwenye ripoti kuhusu kupungua kwa uhuru wa kiraia na kudhibiti vyama vya siasa kuelekea uchaguzi mkuu. Ilieleza kuwa madai hayo hayakuwa na ukweli wowote na yalilenga kupotosha jamii ya kimataifa. Vilevile ilikanusha taarifa zinazodai kuwepo kwa vitendo vya utekaji nyara nchini, ikisisitiza kwamba katiba inalinda haki ya kuishi, uhuru na usalama wa wananchi wote bila ubaguzi. Na katika msimamo wake, serikali ilieleza kuwa itaendelea kushirikiana na taasisi zinazotafuta taarifa sahihi kuhusu hali ya haki za binadamu na maendeleo nchini. Aidha, iliweka wazi kuwa Tanzania haipingani na uchunguzi huru, lakini ilisisitiza kuwa ni lazima taasisi za kimataifa ziwasiliane na mamlaka husika kabla ya kutoa ripoti ili kuepusha taarifa potofu zinazoweza kudhoofisha heshima ya taifa. Tamko hilo la serikali litazamwa kama hatua ya kutetea taswira ya Tanzania katika kipindi muhimu kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, na pia iliashiria dhamira ya serikali kulinda uhuru wa wananchi na kusimamia haki za binadamu, huku ikitoa wito wa mawasiliano ya moja kwa moja kati ya wadau wa kimataifa na mamlaka halali nchini. Serikali ilibaki na msimamo kwamba Tanzania itaendelea kusimamia misingi ya katiba, sheria na haki za wananchi bila kuyumbishwa na taarifa zisizo sahihi kutoka kwa taasisi za kimataifa. Na huu ulikuwa uchambuzi kutoka Kenyascope. Endelea kufuatilia kwa habari za kina na sahihi kuhusu matukio makubwa ya kisiasa, kijamii na kiuchumi ndani na nje ya Tanzania.